بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآله كما صليت على إبراهيم وآله، وبارك على محمد وآله كما باركت على إبراهيم وآله إنك حميد مجيد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tunaelekea ukingoni tena mwa kitabu chetu hichi cha Al-Kabairu kilichoandikwa na Al-Hafidh Abi Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Uthman al-Dhahabi, ambaye aliishi katika karne ya 7 Hijiria, kati ya miaka 663 mpaka miaka 748 Hijiria. Na leo naona tuko kwenye al-kabiratu rabi'atu wa sittuna, tuko kwenye kosa kubwa la 64, al-iyasu min rauhillahi wal qanut, kukatia tamaa rehema za Mwenyezi Mungu na kukata tamaa kabisa. Hiyo ndio hasa tunaokwenda nayo, ambao kwa mujibu wa kitabu changu ni ukurasa wa 189, na kitabu hiki kinatarajiwa kumalizika kwa mujibu wa kitabu changu mimi katika ukurasa wa 197, 89 mpaka 97. Kwa hivyo ni mambo sio mengi sana yaliyobaki. Kamati itashauriana na sisi juu ya kitabu gani baadaye tuweke. Viko vilikuwa kishapendekezwa tayari, kwa hivyo tutatazama tunakwenda namna gani. Kimoja tumependekeza Mulhatul Irabi, na kingine kimependekezwa ni nini? Ndio hiyo Mulhatul Irabi, taisiri taisiri mustalah al-hadithi. Sawa, tutakwenda kuyahakiki, lakini ni mapendekezo mazuri, hakuna baya. Kwa hivyo leo tuko kwenye al-iyasu min rauhillahi wal qanut, kukatia tamaa rehema Mwenyezi Mungu na kukata tamaa katika mambo mengine mbalimbali. Qala Allahu Ta'ala, amesema Mwenyezi Mungu mtukufu, a'udhu billahi minash shaitani rajim, innahu, hakika ya jambo. Hiyo dhamiri inaitwa dhamiru sha'ni, innahu, hakika ya jambo. La yayasu min rauhillahi, hakati tamaa rehema ya Mwenyezi Mungu, illa alqaumul kafirun, isipokuwa watu makafiri. Watu wenye imani hawaikatii tamaa rehema ya Mwenyezi Mungu, hawakatii tamaa rehema ya Mwenyezi Mungu, isipokuwa watu makafiri ambao hawana nini? Hawana imani na Mwenyezi Mungu ipasavyo, ndio wanaikatia tamaa rehema ya Mwenyezi Mungu. Hiyo ni aya ya Qur'ani, iko katika suratu Yusuf. Ameisema aya ya 87. Nafikiri ni pale aliposema ya bani yadhhabu watahassasu min yusufa wala tayasu min rauhillahi innahu la yayasu min rauhillahi illa alqaumul kafirun. Halafu waqala Allahu Ta'ala, na akasema Mwenyezi Mungu mtukufu tena, wa huwa alladhi yunazzilu alghaitha min ba'di ma qanatu, na yeye ndo anayeteremsha mvua ya uokozi baada ya wao kukata tamaa. Ghaith ni mvua, lakini inapokuja kuokoa ukame, mahala ambapo pana tarajio la ukame au haijanyesha kwa muda mrefu, wanyama wanakaribia kufa kwa kiu, hapo ikija mvua aina hiyo inaitwa ghaith. Na hili ni jina katika lugha ya Kiarabu, mwanamke anaitwa ghaitha, wengine wanasema ghaitha, ndio uokozi. Mvua inayokuja kuwaokoa watu na ukame au ukosefu wa maji inaitwa ghaith. Hii ya kawaida inaitwa matar. Tumefahamiana? Ghaith inakuwa ni mvua ya uokozi tu basi, ndio jina lake. Haya, kwa hivyo wa huwa alladhi yunazzilu ghaitha, na yeye ndo ambaye anateremsha mvua ya uokozi min ba'di ma qanatu, baada ya wao kukata tamaa kwamba mvua haitokuja tena. Na hiyo ni aya ya Qur'ani, bila shaka yote iko katika suratu Ash-Shura aya ya 28. Waqala Allahu Ta'ala, na akasema Mwenyezi Mungu mtukufu pia, qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, sema enyi waja wangu wema ambao mmepitiliza juu ya nafsi zenu, mmefanya fujo juu ya nafsi zenu, la taqnatu, msikate tamaa, min rahmatillahi, na rehema za Mwenyezi Mungu. Nayo ni suratu Zumar aya ya 53. Waqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, na amesema mtume rehema na amani zimshukie, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi,
la yamutanna ahadukum, asife kamwe mmoja wenu. La yamutanna, nunu taukidi, na siku zote kitendo kikiwa cha mufradi cha mtu mmoja kabla yake mabniyun ala al-fath. La yamutanna, wakiwa ni wengi ndio la tamutunna, kama aliposema wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ikiwa wengi te itakuwa na dhamma, ikiwa ni mmoja kwa mwanamume te itakuwa na fatha, kwa mwanamke itakuwa te na kisra. Kwa hivyo akasema la yamutanna ahadukum, asife kamwe mmoja wenu, yaani asikubali kufa katika mazingira haya, kwa sababu hakuna mtu anaweza kuzuia kufa, lakini anaweza kuamua kuwa nisife katika mazingira hayo. La yamutanna ahadukum, asife kamwe au asife hata siku moja mmoja wenu, wal illa, isipokuwa wa huwa, na yeye yuhsinu dhanna billahi, ana dhana njema kwa Mwenyezi Mungu, hamdhani vibaya Mwenyezi Mungu, atarajie kuwa Mwenyezi Mungu atanisamehe makosa yangu, atarajie kuwa ataingizwa peponi, atarajie mema yake atakubalika. Isiwe anakufa naye mwenyewe keshakata tamaa na rehema za Mwenyezi Mungu. Hapana, Muislamu hatakiwi hivyo. Haya ni maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hadithi hii ni sahihi, kaipokea Muslim kwa namba alizozitaja. Halafu shekhe sasa anakuja kwenye dua baada ya kutaja dondoo hizo 4, aya 3 za Qur'ani na hadithi moja sahihi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anasema ilahana laula mahabbatuka lilghufrani ma amhalta man yubarizuka bilisyani walaula afwuka wa karamuka ma sakanatil jinan allahumma innaka afuwun karibun tuhibbul afwa fa'fu anna allahumma anzur ilayna nadhara ar-ridha wa athbitna fi diwani ahli as-safa wa najjina min diwani ahli al-jafa allahumma haqqiq birraja'i amalana wa hassin fi jami'i al-ahwali a'malana wa sahhil fi bulughi ridhaka subulana wa khudh ila al-khairati binawasina wa atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Amemalizia mlango huu mdogo sana kwa dua hii ambayo sasa tunaanza kuitafsiri. Allahumma, ewe Allah, laula mahabbatuka lilghufrani, isingekuwa mapenzi yako kwa msamaha, kwamba unapenda sana wewe kusamehe, isingekuwa unapenda sana wewe kusamehe, hatari. Ma amhalta, usingempa muda, man yubarizuka, anayejitokeza mbele yako, bilisyani, kwa kukuasi, usingempa muda. Ingekuwa mtu akiasi, hapo hapo anachezea kirungu, hapo hapo anachezea bakora, hapo hapo anaadhibiwa. Lakini kwa sababu Mwenyezi Mungu unapenda misamaha, basi anayejitokeza kwako kukuasi unampa muda ili apate nafasi ya kutubu, asameheke. Ndio maana ya kusema ilahana, mola wetu. Na ilaha inatiwa fatha kwa sababu ni mudhaf, wana ni mudhafun ilayhi, na hapa pana takdiri ya harfu nidai ya ilahana, japokuwa haipo mahdhufu, lakini takdiri yake ya ilahana, ewe mola wetu, ewe mwabudiwa wetu. Kwa hivyo ilahana, mwabudiwa wetu, laula mahabbatuka lilghufrani, isingekuwa mapenzi yako kwa msamaha, ma amhalta, usingempa muda, man yubarizuka, anayejitokeza kwako, bilisyani, kwa kukuasi. Walaula afwuka, na isingekuwa msamaha wako wa bure, manake kuna maghfira na kuna afu. Maghfira ni msamaha unaoombwa ukapatikana, lakini afu ni msamaha anautoa Mwenyezi Mungu bure hata kama hujamuomba. Na ndio maana kule kwenye suratul Baqara mwishoni, waghfir lana wa'fu anna waghfir lana warhamna. Kwanza wa'fu anna, halafu waghfir lana. Imeonekana haya ni mambo mawili, tusamehe bure tu pale ambapo unataka kusamehe, na tusamehe pale tulipokosea tunakuomba msamaha.
Kwa hivyo alafu ni msamaha wa bure, ofa tu anaitoa. Ndio maana kule kwenye Ramadhani tasbihi yetu mashuhuri, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, hakika wewe ni mtoa misamaha ya bure, unapenda kusamehe bure, basi na sisi tusamehe bure. Na 10 la mwisho la Ramadhani ndio wakati mzuri wa kujipendekeza, lakini Ramadhani yote ni wakati pia. Allahu akbar. Walaula afuka, na isingekuwa msamaha wako wa bure, wakaramuka, na ukarimu wako Mwenyezi Mungu, ma sakanatil jinan, roho zisingetulia, nyoyo zisingetulia. Siku zote nyoyo zingekuwa na mapapatiko kila wakati. Kama si misamaha yako hiyo ya bure na ukarimu wako, nyoyo zisingetulia, tungekuwa na mapapara tu kila wakati katika dunia hii, hata waumini tusingeweza kutulia. Lakini unafahamu kwamba iko misamaha ya Mwenyezi Mungu. Allahumma, ewe Allah, innaka afuwun karimun, hakika wewe ni msamehevu, unasamehe bure, tena ni mkarimu. Tuhibbul afwa, unapenda kusamehe bure. Fa'fu anna, basi tusamehe bure tu, hata kama hatujui wapi tumekukosea. Allahumma, ewe Allah, undur ilaina, tutizame sisi, nadhara ridha, mtazamo wa kuridhia. Tutizame sisi kwa mtazamo wa kuridhia. Wa athbitna, na ututhibitishe, fi diwani, katika daftari ahli safa, la watu wa usafi waliotakaswa. Wanajina, na tuokoe, min diwani, katika daftari au faili ahli aljafa, ya watu walokaukiwa au walokuwa wanafanyiwa ujeuri. Aljafa manake kupuuzwa, kuto kushughulikiwa. Usituingize katika daftari la watu ambao Mwenyezi Mungu utawapuuza, hutowashughulikia. Tuingize katika daftari la watu ambao utawasafisha na kuwatakasa. Aljafa inakuwa manake kumkaukia mtu, kumchunia, maneno ya vijana ya leo. Jafauta ani, umenikaukia, umenichunia, manake hutaki kunitizama, hunishughulikii. Ndio ile ile umenipuuza. Kuna jafa na kuna jaffa. Jaffa bitashdidi alfa'i, ni kitu kukauka, rufi'atil aqlamu wa jaffati as-suhuf. Halafu kuna jafa, ni kumkaukia mtu, kumchunia, ni kuto kumjali, kumpuuza na kumwacha kando. Ndio hii hapa ni jafa, sio jaffa. Allahumma, ewe Allah, haqiq, fanikisha, birrajai, kwa matarajio, amalana, matarajio yetu yafanikishe kwa matarajio. Wahassin, nafanya vizuri, fi jamii lahwali, katika yote mazingira, a'malana, vitendo vyetu, katika mazingira ya upungufu, ukamilifu, yote yafanye vizuri. Wasahil, na wepesisha, fi bulughi ridhaka, katika kuifikia ridha yako, subulana, njia zetu. Wa khudh ila alkhairati binawasina, na shika katika mambo ya kheri utosi wetu. Nawasina, utosi. Nasiya, kalla lanasfa'an bin nasiya, nasiyatin kadhibatin khati'a, falyad'u nadiya sanad'u. Nasiya ni utosi, na wako waliosema nasiya ni nywele za utosi, lakini mimi sipendelei kusema nywele za utosi, kwa sababu kuna watu ni vipara, hawana nywele. Tukizungumzia nywele za utosi, tutazungumzia baadhi ya watu tu, au katika baadhi ya mazingira tu. Kwa hivyo tuchukue nasiya ni utosi. Fayukhadhu bin nawasi wal aqdam, watachukuliwa kwa utosi na kwa miguu. Na mtaalamu mmoja wa sayansi, na ni mtaalamu wa Kiislamu, Dr. Abdul Majid Zindani, mtu kutoka Yemen ya kaskazini, kazifanyia utafiti aya za Qur'ani zinazokwenda sambamba na sayansi. Moja ni hiyo, la nasfa'an bin nasiya, nasiyatin kadhibatin khati'a. Tutamshika, tutamsukuma, au neno zuri, tutamkokota, bin nasiya, kwa utosi. Alafu akasema nasiyatin kadhibatin khati'a, utosi unaosema uongo, utosi unaofanya makosa. Akasema kwa nini Mwenyezi Mungu hapa ataje utosi?
ambayo ni sehemu ya juu na ya mbele ya kichwa, ambayo kwa Kiingereza ya kitaalamu inaitwa the cerebrum. Cerebrum ndio utosi, kwa maana hii sehemu ya mbele ya kichwa, cerebrum. Akasema kwa sababu wataalamu wa elimu ya ubongo wanasema eneo linalofanya uamuzi katika ubongo liko hapa mbele, ndio decision making process yote inafanyika hapa. Uamuzi wote unafanyika sehemu hii ya mbele, na ndio maana watu wengi wakianza kuzeeka au wakiwa wanatumia sana vichwa vyao, nywele za hapa mbele zinaanza kuondoka, na hata mvi mara nyingi zinaanza kufanya hapo, kwa sababu ya matumizi makubwa ya eneo hilo. Na ndio maana mtu akifikiri sana hapo anatoka jasho, mara anajikuna hapo, na ukimwona kapeleka mkono nyuma anajikuna kwenye uchogo, manake anatafuta kumbukumbu, kwa sababu kule kuna store ya memory. Wanasema wataalamu kumbukumbu ziko huko nyuma. Kwa hivyo ilikuwa siku gani vile anafanya hivi, kuitafuta ile siku, memory iko nyuma, lakini decision making process yote iko hapa. Mchakato mzima wa kuamua nini kifanyike huko hapa. Ndio maana wanakuna vichwa wakubwa wakati wanapojadili, wanapotaka kufanya uamuzi, tuamue vipi, anafumba na jicho moja kama anaitafuta. Na kwa hivyo hapa ndo penye uamuzi, na ndio patakapokamatwa mwanzo. Kwa nini umeitumia vibaya idara hii? Watu wamekwenda ndani wamechambua. Basi nawasina utosi wetu, hii ni jamu ya utosi. Utosi zikiwa nyingi zinaitwa tosi, tosi zetu. Lakini sasa Kiswahili ukisema tosi zetu utakwenda kwenye maana nyingine mbili ambazo vile vile hazikusudiwi hapa. Moja, tosi ni ile aina ya mikate migumu inayotengenezwa na wenyewe hasa ni Wahindi, ndio walioanzisha vile, wanakula kwa chai, kwa maziwa, zinaitwa tosi, ngumu sana. Na Pemba eneo maarufu kwa tosi ni Kengeja, kwa sababu walikaa sana Mabohora, ndio mabingwa wa kutengeneza tosi, zinajulikana zile tosi. Halafu vile vile utosi ni kumtosa mtu, na huu umeitwa utosi kwa sababu mtu hazami mpaka huu uingie kwenye maji. Kamtosa mtu, katutosa, manake katuzamisha kutoka miguuni mpaka kichwani. Kwa hivyo mpaka utosi umepata maji. Na wakati mwingine tunatumia utanitosa kwenye mvua, manake utaroa mpaka utosini, katoswa. Kanitosa maji, kanirushia maji mpaka kichwa kimeingia maji, umetoswa. Na pia liko fumbo kutoswa, manake kuachiliwa upate matatizo, kanitosa huo. Tunakwenda kwenye maana nyingi. Kwa hivyo ile nawasi, fayukhadhu bin nawasi wal aqdam, watachukuliwa kwa tosi na miguu. Ukisema hivi, mara mtu wa Pemba atafikiri atachukuliwa kwa tosi zile za kwenda kuziroweka kwenye maziwa, akala kazinunua Kengeja au Chake Chake. Kwa hivyo utahadhari wakati unapotafsiri, utoe maelezo, lile neno lifahamike vizuri. Si kosa, lakini ufafanue, sio ukamwacha mtu hivi hivi tu atakwenda siku. Haya, nawasina, tosi zetu zipi hizo? za kichwa, yani utosi wetu. Wa khudh ila alkhairati binawasina, zichukue katika kheri tosi zetu, yani akili zetu, mawazo yetu, utosi wetu upeleke kwenye mambo ya kheri. Tufikirie kufanya mambo ya kheri, tuamue kufanya mambo ya kheri. Wa atina fi dunya hasanatan, na utupe katika dunia hii mema, wa fil akhirati hasanatan, na katika akhira utupe mema, wa qina adhaban nar, na utuepushe na adhabu ya moto. Dua hii sina haja ya kuitafsiri, ni miongoni mwa dua mashuhuri sana, ingawa inahitaji kufanyiwa wakati mwingine. Nimefanya tafsiri moja katika Radio Nuru ya hii Rabbana Atina peke yake tu, kuifafanua na kuichambua peke yake ni mawaidha ya kutosha sana katika Rabbana Atina fi dunya hasa. Lakini uanze kule, wa minan nasi man yaqulu Rabbana Atina fi dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaqin wa minhum man yaqulu Rabbana Atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar ulaika lahum nasibu mimma kasabu. Zote hizo unapata kitu kimoja kizima cha kuelezea. Mawaidha kawaida yake anatoa mawaidha, na katika eneo la mawaidha huwa anachukua maneno ya hapa na pale anayaweka, mengine yana uthibitisho, mengine hayana uthibitisho, yanatokana na watu wema na nia yao inakuwa njema. Kwa
Kwa hivyo la kuchukua tutachukua na la kuacha tutaliacha. Namba 1 chini mimi kaanza kuniandikia mapema, kasema hadhihi almau'idhatu, mau'idha haya, baadhi nusakhi, baadhi ya kopi za vitabu hivi, athbataha, imeathibitisha fi nihayati almau'idhati sabiqa, katika mwisho wa mau'idha iliyotangulia. Wa baadhiha, na baadhi ya vitabu, lam yadhkuruha mutlaqan, hawakuwataja kabisa. Wa ara, na mimi naona, anna mawdhi'aha, mahala pake, almunasiba, panapolingana, huna ni hapa, fi hadhihi alkabira, katika kosa kubwa hili tunalozungumza. Wallahu a'lam, na Mwenyezi Mungu anajua zaidi. Sifahamu kama kwenye vitabu vyenu vyote kaweka au vingine hakuweka ili eneo. Hakuweka vingine kaweka, vingine hakuweka. Basi sasa kama kaweka, tusikilize wale ambao vitabu vyao havijaandika, tutasikiliza wale ambao vimeandika. Tukifika wakati wake ukilikuta, kama ushalikuta huko nyuma, basi. Qala ar-Rabi'u, kasema ar-Rabi'u. Ar-Rabi'u ni mmoja katika marafiki wa Imamu Shafi'i, alikuwa mwenzake Imamu Shafi'i, naye ni Rabi'. Kasema qala al-Imamu Shafi'i, amesema Imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala, yunadi munadi min qibali al-arshi, ataita muhitaji kutoka upande wa arshi. Aina fulanun, yuko wapi fulani? Fala yasma'u ahadun dhalika sauta, hataisikia mtoto sauti hiyo, illa isipokuwa watadhtaribu faraisuhu, na yatatetemeka makwapa yake au manyama yake ya kwapa yatatetemeka. Faraisu ni nyama za kwapa, kwa swadi sio kwa sin. Faraisu, yatatetemeka manyama ya kwapa zake. Na unajua tena, ikiwa nyama za kwapa zinatetemeka, ina maana humo ndani tena mtakuwa mna nini? Sasa mna vibration si ya kawaida ndani ya mwili, mpaka manyama ya kwapa yanacheza cheza. Qala, akasema, fayaqulu Allahu azza wa jalla, atasema Mwenyezi Mungu mtukufu alitukuka, li hadha shakhsi, kumwambia mtu huyu, anta almatlubu, wewe ndio unaitakiwa, halumma ila al-ardhi, njoo kwenye orodhesho la hisabu, ala khaliqi samawati wal ardi, kwa muumba mbingu na ardhi. Fa yashkhusu al-khalqu bi absarihim, watu watakodoa, au yushakhisu al-khalqu bi absarihim, watakodoa watu macho yao, tujaha al-arshi, upande wa arshi. Wa yuqafu dhalika shakhsu, na atasimamishwa mtu yule, baina yadai Allahi azza wa jalla, mbele ya Mwenyezi Mungu mtukufu alitukuka. Fa yulqi Allahu azza wa jalla alayhi min nuri, Mwenyezi Mungu atamtupia katika nuru yake, ma yasturu, kitu ambacho kitamstiri, anil makhluqina, na viumbe wengine. Thumma yaqulu lahu, kisha tamwambia, abdi, mja wangu, ama alimta, kwani ukujua, anni kuntu, kwamba mimi nilikuwa, ushahidu, nashuhudia, amalaka, vitendo vyako, fi dari dunia, katika mji wa dunia. Fayaqulu bala ya rabbi, atasema hapana, najua hilo ewe Mola wangu. Fayaqulu Allahu ta'ala, Mwenyezi Mungu tukufu atasema, abdi, mja wangu, ama sami'ta, kwani hukusikia, binakamati, na kama zangu, wa adhabi, na adhabu zangu, liman asani, kwa aliyeniasi. Fayaqulu bala ya rabbi, atasema hapana ewe Mola wangu, nimesikia. Fayaqulu Allahu ta'ala, atasema Mwenyezi Mungu tukufu, ama sami'ta bijazai, je, hukusikia malipo yangu, wa thawabi, na thawabu zangu, liman ata'ani, kwa aliyenitii. Fayaqulu bala ya rabbi, atasema hapana, nimesikia Mola wangu. Fayaqulu Allahu ta'ala, ya abdi asaitani, ewe mja wangu, mbona uliniasi na haya yote uliyasikia? Fayaqulu ya rabbi qad kana dhalika, atasema Mola wangu, ndio lishatokea hilo, sina namna ya kulibadilisha. Fayaqulu Allahu ta'ala, atasema Mwenyezi Mungu mtukufu, abdi fama dhannuka alyawma bi, nini dhana yako mja wangu leo, unafikiri nitakufanya nini mimi leo? Fayaqulu, atasema ya rabbi anta afwa anni, mimi natarajia utanisamehe tu wewe. Fayaqulu Allahu ta'ala, abdi, atasema Mwenyezi Mungu mja wangu, tahaqqaqta, umekuwa na uhakika, anni a'fu anka, kwamba mimi naweza kukusamehe bure. Fayaqulu naam, atasema ndiyo ya rabbi, liannaka ra'aitani ala almasiyati, kwa sababu wewe uliniona nafanya madhambi, wasatartani alayya, wasatartaha alayya, na ukayastiri maasi yale kwangu. Qala, basi atasema, fayaqulu Allahu azza wa jalla, Mwenyezi Mungu mtukufu atasema, kad afautu anka, nimekusamehe bure, wa afautu laka, nimesamehe kwa ajili yako, wa haqaqtu dhannaka, nimefanikisha dhana yako. Khudh kitabaka biyamini, kachukua daftari lako kwa mkono wako wa kulia. Fama kana fihi min hasanatin faqad qabiltuha, litakalokuwa jema lolote nimelikubali. Wa ma kana min sayyi'atin faqad ghafartuha laka, na lilokuwa baya nimelisamehe bure kwako. Wa ana aljawadul karim, na mimi ndo mkarimu, tena mkarimu kweli kweli. Hili kaliweka, tukenda mbele tutalikuta. Alkabiratul khamisatu wasittuna, kosa kubwa la 65, tarikul jamaati, mtu anayeacha sala za jamaa. Fayusalli wahdahu, akasali peke yake. Min ghairi udhrin, pasina dharura yoyote, hataki kuchanganyika na watu, atakasali peke yake tu.
Ana Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala liqaumin yatakhallafuna 'anil jamaa. Kutoka Abdullah bin Mas'ud, Mungu amwiradhi, kwamba Mtume sallam kasema kuwaambia watu wanaacha kuja kusali sala ya jamaa. Laqad hamamtu, kweli hakika nilikusudia, an amura rajulan, niamrishe mtu mwanamme, liyusallia binnasi, asalishe watu, thumma uhriqa, kisha nikachome moto, ala rijalin, kwa watu wanaume, yatakhallafuna anil jamaati, wanakaa nyuma ya sala jamaa, buyutahum, wanakwenda kusali majumbani mwao. Badala ya kusali msikitini, wanaume wanasali majumbani mwao. Nilitamani kufanya hivyo kada mtu, lakini manake Mungu kamzuia. Alitamani kufanya hivyo, Mwenyezi Mungu akasema usifanye. Na kweli Mtume angezichoma moto nyumba za watu wasiokwenda msikitini kusali, leo duniani hapa misimamo mikali tulionayo sisi Waislamu wenyewe kwa wenyewe. Hakufanya hivyo, tunaitana makafiri kwa mambo madogo tu. Je, angefanya hivyo, si angekurupuka mtu akasema choma moto nyumba fulani, choma moto nyumba fulani, pangekalika. Mwenyezi Mungu akamkataza usifanye. Hawa watu wako wengine watakuja kuchukulia vibaya tukio hili, na makafiri watapata nafasi vile vile ya kukusema, italeta fitna kubwa. Acha, akakatazwa. Na kwa hivyo hapa tunajifunza kuwa Mtume salama anaweza kukusudia jambo lakini Mungu akalikataa. Tumefahamiana? Kwa sababu yeye hana uamuzi wa mwisho mpaka likubaliwe na nani? Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kwamba wakati mwingine Mtume salama alikuwa mkali tofauti na tunavyofikiria sisi. Hapa alikuwa mkali sana mpaka akapunguzwa makali, lakini sisi tumezoea kumweleza Mtume kama anavyoelezwa kwenye maulidi tu, dhakhmal karadisi kathalihya adhima rasi, mashavu yake laini, akicheka ana mwanya, sio na hivi na hivi. Hatukatai, nazo ni sifa zake, lakini upande wa pili je? Manake katika kusifu tusione kwamba ukimweleza kuwa mkali itakuwa umemponda. Hujamponda, umemweleza kama alivyo. Lakini sisi tuna shadida alhayai wa tawadhu'i, yakhsifu na'lahu wa yarqa'u thawbahu wa yahlubu shatahu wa yasiru fi khidmati alihi bisiratin sarih wa yuhibbu alfuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa yushayyi'u janaizahum. Mazuri yale wala si mabaya, na ni sifa zake, lakini za upande wa pili nazo ziseme. Tumefahamiana? Za upande wa pili nazo ziseme. Kwa hivyo na ukali alikuwa nao mpaka alikusudia kuzichoma moto nyumba za watu wasiokuja kusali msikitini. Bado tushadida alhayai wa tawadhui, lazima na upande wa pili useme. Na ndio maana tukasema kuwa hivi vitabu vinavyoandikwa na watu vyote, hatuwezi kufika mahala tukasema vishamaliza kila kitu. Tutasema kajitahidi, kafanya kazi kubwa, lakini na mwenziwe naye hili kaliona, yeye hakuliona. Mwenziwe hili kalisema, yeye hakulisema. Ndivyo ilivyo. Sasa kuna baadhi ya watu wanataka watufanye tufikiri kuwa Bukhari na Muslim washamaliza kazi, basi hakuna mwingine anaweza kufanya kazi ya hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Si kweli, hawajamaliza kazi. Wamejitahidi, wamefanya kazi nzuri, lakini hawakumaliza kazi. Tusifikiria kwenye supermarket kuna kila kitu. Unaweza kwenda supermarket pilipili mbuzi ukaikosa, pilipili kichaa ukaikosa, ikabidi uje huku kwenye genge tu ukatafute pilipili kichaa na pilipili mbuzi. Supermarket inaweza kuwa haipo, au inaweza kuwepo pengine. Au unakwenda unataka halwa ya Gidemi supermarket, utaipata wapi halwa ya Gidemi? Au unataka halwa ya Wete, utaipata wapi? Au unataka mbazi za Shata, supermarket gani itakupa mbazi za Shata? Au kitumbua cha Mzaramu. So vitu vingine ukavichukua maduka mengine na vichochoroni. Kwa hivyo tusijifunge, tufanye kazi ya kuzitafuta hadithi za Mtume salam popote zilipo. Tumefahamiana? Na ile alhikmatu dhalatul mu'mini ainama wajadaha akhadhaha, au ainama wajadaha fahuwa ahaqu biha. Hikma ni kitu kilichompotea muumini, popote anapokikuta akichukue, popote atakapokikuta akiokote. Yeye ndo mwenye haki naye nacho kitu hicho. Kwa hivyo ala kuli hali twende mbele tusome. Kwa hivyo hiyo moja, rawahu Muslimun, na hadithi kaipoka Muslim. Waqala sallallahu alaihi wasallam, na Mtume salama akasema tena, la yantahiyanna aqwamun an wada'ihimul jamaat au la yukhtimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakununna min alghafilin. Rawahu Muslim. Hadithi nyingine nzito, la yantahiyanna,
Allamu muwattia lilqasam, kwa wale wenye kusoma nahwu. Lamu hii ni kanyagio la kiapo, yani linaleta hisia ya kiapo ingawa hakijatamkwa. La yantahiyanna, kweli hakika watakoma. Nunu taukidi, na ile yeni mansubun litisali binuni taukidi. La yantahiyanna, kweli hakika watakoma. Aqwamun, watu, kaumu za watu. An wadaihimul jamaati, kwa kuziacha kwao sala za jamaa. Wada ni kuwacha, inakuja kwa maana ya kuwaga au kuwadisha. Lakini kwani mtu ukimwaga sio ndo mnaachana na kwenda zake? Kwani ile kasida wakisoma hawa muwadda'u muwadda'u ya Ramadhan ya shahra saadati wal iman, muwadda'u sina somo kuiaga Ramadhani? Na ile tala albadru alaina min thaniyatil wada'i, kwani wada'i sikuwaga? Kuwaga manake kwamba anaondokana kwenda zake, lakini maana yake hasa ni kuacha. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, hajakuwaga Mola wako wala hajakutelekeza, hajakupuuza, manake hajakuacha. Kwani mtu ukimwaga si ndio umeachana naye? Lakini ukimwaga kwa jambo zuri tu aghlabu. Lakini kuna ile nyingine ya kikwetu, kuwaga vile vile kufa. Fanya haraka ukamtembelee ami yako, yu kwenye kiaga. Yu kwenye kiaga manake nini? Karibu atakufa. Ndio kiaga pia, manake kifa si anaaga. Basi kuachana na sala za jamaa. Au la yukhtimanna Allahu ala qulubihim, au atagonga muhuri Mwenyezi Mungu katika nyoyo zao. Thumma la yakununna min alghafilina, kisha kweli hakika watakuwa miongoni mwa wenye kughafilika. La yakununna, nuni hapa tunaitia dhumma kwa sababu washakuwa wengi hawa kwa dhamiri. Lakini kule mwanzo la yantahiyanna, kwa sababu kitendo hakianzi na dhamiri mpaka liwe limetajwa neno mbele. Kwa hivyo pale itakuja mufradi. Aqwamun ni jamu taksir. Kwa hivyo la yantahiyanna, aqwamun ndio fa'il wa yantahiyanna imekuja katika lafdhi ya mufrad la yantahiyanna. Lakini hapa au la yukhtimanna vile vile mimu ina fatha kwa sababu ya nun taukidi na ni kitendo cha Mwenyezi Mungu. Thumma la yakununna, hawa ni wengi sasa, dhamiri inarudi kwao, kisha watakuja kuwa miongoni mwa walioghafilika. Rawahu Muslimun, hadithi hii ameipokea nani? Muslim. Kwa hivyo kuacha sana kusali sala ya jamaa kunaweza kufika pahala Mwenyezi Mungu akagonga muhuri kwenye nyoyo za watu wanaoacha sala nini ya jamaa, na matokeo yake watakuwa miongoni mwa wenye kughafilika, hawana haja ya kusali sala za jamaa. Na sala ya jamaa ina fadhila kubwa sana, na binadamu anahitaji thawabu nyingi, na vile vile inajenga umoja wa Kiislamu kuliko mtu kusali peke yake. Haya, waqala sallallahu alaihi wasallam, na Mtume sallam akasema, man taraka thalatha juma'in tahawunan biha taba Allahu ala qalbihi, akhrajahu Abu Daud wa Nasai. Anasema man taraka thalatha juma'in, atakayeacha 3 Ijumaa, tahawunan, kwa uzembe tu, hana udhuru wowote, Ijumaa 3 hakusali kwa uzembe, tahawunan biha, kwa kuzifanyia uzembe hizo, kwa kuziona hazina uzito, hazina umuhimu, nyepesi, hayyin, akajisalia adhuhuri kwa makusudi, taba Allahu ala qalbi, Mungu atagonga muhuri kwenye moyo wake kwamba huyu ameshaghafilika. Juma hizi ni Ijumaa. Akhrajahu Abu Daud wa Nasai, hadithi kaitwa Abu Daud na Nasai, na chini kakwambia rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Tirmidhi, Sahihul Jami kwa namba hizo nzuri. Waqala, na akasema, man taraka aljum'ata min ghairi udhrin wala dararin kutiba munafiqan fi diwanin la yumha wala yubaddalu. Hadithi sahihi, rawahu Ibn Hibban kwa namba hizo, Ibn Khuzaima wa sahahu Sheikh, akaisahisha Sheikh Albani fi ta'liqi ala Sahih Ibn Khuzaima. Khatari. Man taraka aljum'ata, atakayeacha Ijumaa, min ghairi udhrin, pasina udhuru, wala dhararin, wala kwamba madhara yatampata akenda. Kwa mfano akiondoka huku majambazi wataingia watamuibia, au akenda njiani kuna ajali na yeye anajikokota. Ziko sababu zinazoweza kumfanya aogope kupata
madhara, au anatafutwa na polisi, atakamatwa, atafungwa, haya ni madhara. Au anaishi kwenye kisiwa na wenziwe, lakini Ijumaa inasaliwa kwenye kisiwa kikubwa au kwenye bara, wakivuka upepo ni mkali, ngarawa yao, mashua yao inaweza ikazama, inaweza ikapotea. Hayo ni madhara. Kama hakuna madhara namna hiyo, kutiba munafiqan, ataandikwa mtu huyu kuwa ni mnafiki, fi diwanin, katika daftari, la yumha, halifutwi, wala yubaddalu, wala halibadilishwi. Na hadithi ni sahihi, tumeionyesha huko chini. Wa an Hafsata, na kutoka bibi Hafsa radhiallahu anha, qalat, kasema, ambaye huyu tunajua kuwa baadaye alikuja kuwa mke wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ni mtoto wa Umar ibn al-Khattab radhiallahu anha wa anhu. Qalat, kasema, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema mjumbe Mwenyezi Mungu, rehma na amani zimshukie, rawahu aljum'ati wajibun ala kulli muhtalim, kwenda mapema siku ya Ijumaa ni wajibu kwa kila mtu ambaye ameshabalighi. Rawahu manake ni kwenda asubuhi, rawahu ni kwenda asubuhi, lakini muradi wake ni kwenda mapema kabla ile sala yenyewe ya Ijumaa haijaingia. Ay ala kulli balighin, kwa maana ya kila aliyebalighi. Fanasallallahu at-tawfiqa, basi tumuomba Mwenyezi Mungu uwezesho, lima yuhibbu yarda, kwa kile anachokipenda na kukiridhia. Innahu jawadun karimun, hakika ni mkarimu kweli kweli. Na inasisitizwa Ijumaa kwenda mapema. Usifanye kama dhuhuri, kwa wewe adhana ndio inokupeleka, isipokuwa kama liko lilokuchelewesha na si desturi yako, sawa. Lakini kama huna lolote, umekaa kitako, unasubiri tu, haitakiwi. Ni vizuri Ijumaa uende mapema kabisa. Na ndio maana katika nchi za Kiislamu nyingi sana zinaoheshimu taratibu za Kiislamu, ikifika saa 6 kwa huko kwetu Afrika Mashariki, aghlabu mambo yote kwa Muislamu siku ya Ijumaa yana 6, anaelekea kwenda kusali nini? Ijumaa. Kwa hivyo anakuwa yumo ndani ya harakati za kujiandaa tu, kama kukoga, kufanya hivi, kwenda na mambo kama hayo. Al-kabiratu sadisatu wa sittuna, kosa kubwa la 66, al-israru, kung'ang'ania, ala tarki salati al-jum'ati, juu kuacha sala ya Ijumaa, wal jamaa, na jamaa, min ghairi udhurin, pasina udhuru. Kung'ang'ania, al-israru, kufunga kibwebwe, kuvalia njuga, ndo israr bisadi warai, asili yake ni kibwebwe. Fakharajat imra'atuhu fi sarratin, akatoka mke wake Ibrahim ndani ya kibwebwe. Sarra ni kibwebwe, kufunga hapa kiunoni kwenye nyonga, halafu akakaza, kinaitwa kibwebwe kile. Na mwanamke akifunga kibwebwe, manake yuko tayari kwa lolote. Tumefahamiana? Na wenyewe wakitaka kupigana, utaona kama mwanamke kweli, njoo anashusha, alafu anafunga nini? Anafunga, anakaza, alafu mara nyingi upande mmoja anashusha hivi, anashusha kidogo hapa, njoo wanataka kupigana, kafunga kibwebwe kile, ndio kibwebwe. Lakini asili yake ni kufunga tu, kama alivyoambiwa Nabii Ibrahim, fakhudh arba'atan min at-tayri fasurhunna ilayka, wafunge kwako. Thumma ja'ala ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma du'uhunna ya'tinaka sa'ya. Na sarra pia ni kibindo, hamadi kibindoni na silaha mkononi. Kibindo, bahasha, kitambaa kilichofungwa ndani yake pakatiwa nafaka au vitu, kinaitwa sarra vile vile, bisadi wa tashdidi rai hasa. Haya, twendeni. Kwa hivyo al-israru, kuvalia njuga, kung'ang'ania, ndio tunasema sisi, kwa sababu kibwebwe nacho kimeng'ang'ania kiuno. Kwa hivyo neno zuri hapa ni kung'ang'ania, yani ndio kuling'ang'ania au kulishikilia. Al-israru, kung'ang'ania, kushikilia, ala tarki salati al-jumaa, kuacha sala ya Ijumaa, wal jamaa, sala ya jamaa, min ghairi udhrin, pasina udhuru wowote. Mtu hataki tu kusali Ijumaa na kusali sala ya jamaa, na kaling'ang'ania jambo hilo la kuacha kusali Ijumaa na sala ya jamaa. Qala Allahu ta'ala,
Kisema Mwenyezi Mungu mtukufu, yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'una khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Aya hii iko kwenye sura gani? Kasema Suratul Qalam, aya 42 mpaka 40 na ngapi? 43. Suratul Qalam ndio sura gani? Nun, wal qalami wama yasturun. Vizuri, nauliza kwa ajili ya kuweka tanbihi tu. Yauma yukshafu an saqin, siku ambapo patafunuliwa muundi, utakashifiwa muundi. Muundi ni mguu kutoka sehemu ya chini ya kisigino mpaka sehemu ya goti, pale katikati unaitwa muundi, au Kiswahili chengine ugoko. Kule mpirani tumezoea kusema ugoko, anapigia ugoko. Wewe hajui kucheza mpira, anayepigia ugoko ndo muundi ule, unaitwa saqi. Tumefahamiana? Ndo Msambaa na methali anasema nzaa haina maundi au haina miundi. Nzaa manake njaa, haina miundi, haina miguu. Ikishakukaa mahala haiwezi kuondoka. Njaa ni kiwete, mpaka ufanye juhudi ya kuiondoa. Ikishakukukalia ndo basi haiwezi kuondoka. Tumefahamiana? Ndio miundi, ni miguu, lakini zaidi ni ili eneo lililosimama, saqi. Warabu katika lugha yao, kipande hichi cha kutoka chini kwenye kisigino kuja kwenye goti, ugoko, muundi, ndio unaitwa saqi katika Kiarabu fasaha. Na kipande hichi cha kutoka kwenye kisugudi mpaka kwenye kiganja inaitwa sa'id. Ile inaitwa sa'id na lile linaitwa saq. Ili bapa ili linaitwa sa'id, kutoka kiganja mpaka kwenye kifundo, na lile kutoka kwenye kisigino mpaka kwenye goti ndio linaitwa saqi. Tumefahamiana? Inatokana na saka ya suku, kupeleka, kwa sababu hili ndio linalokupeleka ati likivunjika ili unaondoka wendi. Sasa yauma yukshafu an saqin, siku ambayo itakashifiwa miundi. Muundi utakashifiwa, utaachwa wazi. Je, maneno haya ni fumbo au maneno haya ni dhahiri? Katika maana ya fumbo ni kwamba watu watapania, yani watajikaza, watake kufanya jambo, watajitutumua. Kama mtu akitaka kuvuka mahala penye maji anafanyaje? Anapandisha nini? Nguo yake. Akipandisha nguo yake, matokeo yake muundi unafanyaje? Unaonekana. Yukshafu, unafichuka. Kwa hiyo ni fumbo. Au katika hali dhahiri ni kwamba watu watapandisha nguo zao, miundi itaonekana, kama ilivyo kule kwenye suratu An-Namli, fakashafat an saqaiha, yule mwanamke ambaye anajulikana kwenye historia kwa jina la Balqis. Falamma ra'athu hasibathu lujjatan wa kashafat an saqaiha, alipoona akafikiri hichi ni kilindi cha bahari, akaifichua miundu yake, yani akapandisha nguo, anataka avuke. Kwa hivyo katika maana ya dhahiri ni kwamba watu watapandisha nguo, lakini katika maana ya fumbo ni kwamba watu watapania, watajikaza, wanataka kufanya jambo. Tumefahamiana? Na kupania kuna namna zote mbili, kupandisha nguo ya chini na ya juu vile vile. Mtu akitaka kupigana au akitaka kubeba mzigo pahala pamechafuka, anapania kwa upande wa juu, anaonesha hii sa'id, na kule anaonesha saqi. Sasa yauma yukshafu an saqi, katika maana zote mbili ukaenda kwenye tafsiri, wako waliopita fumbo na wako waliopita dhahiri. Kwa hivyo wewe nenda zaidi kwenye tafsiri, katizame. Sisi hapa hatusomeshi leo tafsiri. Ingekuwa niko kwenye somo la tafsiri, ningekupa nani kasema nini na hoja zake nini, na nani kasema nini na hoja zake nini katika hili, halafu nikakuachia huru uchague unachokitaka. Lakini leo hapa tuko katika mambo ya al-kabair. Yauma yukshafu an saqin, siku ambayo patafichuliwa, patakashifiwa miundi, yani itakuwa patanashika, watu wote watapania. Wayudauna ila sujudi, na wataitwa wasujudu. Hawa makafiri au watu ambao walikuwa hawasali hapa duniani wataitwa wasujudu, wataalikwa kwenye sijida, njoni msujudu. Fala yastati'una, hawataweza kusujudu kwa sababu huku duniani walikuwa hawasujudu. Kwa hivyo watashindwa kufanyaje? Kusujudu. Watakomolewa kwamba nyinyi mlikuwa mnashindwa kumsujudia Allah duniani. Siku moja nilikuwa nikitafsiri aya hii,
Nikagundua kuna baadhi ya watu kama vile haiwaingii vizuri, nikasema ngoja nichukue maelezo ya ziada. Binadamu kama hasujudu hapa hapa duniani, siku anapokwenda msikitini kwa mara ya kwanza, mpe mtihani, sujudu kutoka sami Allahu liman hamida, anaweza kuanguka, anajitupa vibaya. Kwanza haamini kama yale magoti na mikono vitafika salama, lakini aliozoea anaona jambo la kawaida tu. Na mtu aliacha sala kwa muda mrefu, alisali utotoni alafu ujanani akaacha, akaja akaingia utu uzimani, siku za mwanzo inampa shida wakati wa kusujudu, hawezi kwenda. Hapa hapa duniani nataka nikwambie, wala usisubiri akhera. Lakini aliozoea akichukua rai ya Hanafi na Ibadhi yatangulie magoti kabla mikono, atakwenda. Akichukua rai ya Shafi na wengine yatangulie mikono kabla magoti, atakwenda. Lakini aliokuwa hajazoea, rafiki yangu, hatari, anayapeleka. Na siku ya Idi wewe katizame, siku ya Idi wewe usipende kusali safu za mbele. Kama unataka kufanya utafiti, sali nyuma, uone watu wanavyojipeleka. Na bahati nzuri misikiti yetu mingine alhamdulillah ndio ina haya mazulia. Kuna ile ya kwetu sie kule shamba ina majamvi na chini kuna mawe, anajikaza. Sijida ni zoezi moja gumu sana kwa mtu asiyelifanya. Kwa mtu asiyelifanya ni zoezi moja gumu sana. Kwa hivyo hapa hapa duniani linawashinda watu, sikwambii wapi, akhira. Fala yastati'una, basi hawatawezi. Khashi'atan absaruhum, yamekodoka maono yao, hali ya kuwa yamekodoka maono yao. Kukodoka manake kutoka lote nje, kodo. Kama mtu anapotoa ulimi, anapoona kitu kitamu au denda, linamtoka na jicho likitoka lote, ndo kodo. Macho kodo, kukodoka. Kama vile unajua hili jicho Mungu alivyoliumba, likishangaa huwa linatumia nguvu kubwa zaidi kuliko kama halijashangaa. Na kwenye kiza jicho linatumia nguvu kubwa zaidi kuliko pahala penye mwangaza. Na kama mwangaza ni kidogo, bila shaka jicho pia litatumia nguvu kubwa zaidi. Na ndio maana wanashauri wataalamu, usisome penye mwangaza mdogo. Kwa hivyo linakodoka jicho, na kama vile linataka kutoka nje. Khashi'atan absaru, yamekodoka maono yao. Tarhaquhum dhilla, umewasumbua udhalili. Udhalili utawasumbua, watasumbuka kwa udhalili, wanahaha, wanababaika, wanadhalilika. Kwenye sura Al-Kahfi kule kasema, wala turhiqni min amri usra, usinisumbue kwa jambo langu kwa ugumu. Fazaduhum rahaqa, kwenye sura Al-Jinn wakawazidishia usumbufu. Tarahukum dhilla, watasumbuliwa na udhalili, watababaika, madhalili, wamesawijika, wamefedheheka, walioyakataa yote yamekuwa. Mwenyezi Mungu atuepushe na fadhaa hizi. Wakad kanu, na hali ya kuwa kwa hakika walikuwa duniani, yudauna ila sujudi, wanaitwa kusujudu, wa hum salimun, na wao wamesalimika wazima, hawana tatizo lolote, hawataki kusujudu. Watafedheshwa siku ya kiyama, wapate tabu. Qala Ka'bul Ahbar, kasema mtu mmoja anaitwa Ka'bul Ahbar, na nimewahi kumsema mtu huyu kwamba Ka'bul Ahbar ni mtu aliyesoma sana mambo ya Injili, Taurati na vitabu vya kale katika lugha za Kiebrania, lugha zile zilikuwa zimeandikwa za zamani. Halafu akaja akaslimu zama za masahaba. Hakuslimu wakati Mtume sallam yuko hai, kaslimu zama za nani? Za masahaba. Tumefahamiana? Huyu anaonekana atakuwa katika orodha ya matabina, hawi katika orodha ya masahaba. Na ndio maana si aghlab kukuta imeandikwa radhiyallahu anhu. Kwani imeandikwa radhiyallahu anhu? Haikuandikwa. Lakini alikuja akaanza kuonesha kwamba ndani ya vitabu vingine pia imesemwa hivi, akawa kama mtaalamu wa Biblia katika Uislamu. Na jambo hili lipo katika jamii zetu za Kiislamu. Wanaslimu watu
halafu tunawapa nafasi misikitini na wapi, wanasema wanaanza kulinganisha Biblia na Qur'ani, Taurati na Qur'ani, si Injili, Mathayo, si Marko, Luka, Yohane, Yeremia, wa Korinto Roma, Warumi ngapi, Matendo ya Mitume na mambo kama hayo tele. Wakati mwingine wanafanya vizuri, lakini wakati mwingine wanatuletea mashaka kidogo. Kwa hivyo ni lazima kuchukua tahadhari. Tumefahamiana? Na huyu naye mambo yake yanachujwa na wataalamu, mengine anachukuliwa, mengine anafanyaje, yanaachwa, si lazima kuyachukua yote. Kasema hivi Ka'bul Ahbari, ma nazalat hadhihi al-ayatu illa, haijateremka aya hii isipokuwa fil ladhina, katika wale ambao yatakallafuna, wanakaa nyuma, anil jamaati, na sala za jamaa. Anasema yeye. Waqala Sa'id ibn al-Musayyab, na akasema mtu mwingine. Sasa huyu Ka'bul Ahbari, kwani yeye ni mtu wa sababu nuzuli, lakini ndio anasema hivyo kwa ufahamu wake. Waqala Sa'id ibn al-Musayyab, na akasema mtu mwingine anaitwa Sa'id bin Musayyab. Huyu ni mtu wa Yemen ya kaskazini asili yake, na Madina upande mmoja, Madina upande mmoja, Yemen ya kaskazini. Lakini manake watu wa Madina wengine wana asili ya Yemen ya kaskazini. Na huyu ni shemegi yake Abu Huraira, dada yake huyu aliolewa na Abu Huraira, Sa'id bin Musayyab, na alikwenda Yemen ya kaskazini akafundisha, akawa na madrasa kubwa huko. Kasema Sa'id bin Musayyab, mmoja katika wanazuoni wakubwa wa Madina, imamu tabiina, na ni imamu wa matabiina, si katika masahaba, rahimahullahu, Mungu amrehemu. Kasema kanu yasmauna hayya ala salah, walikuwa wakisikia hayya ala salah, hayya ala falah, fala yujibuna, hawaitikii, wa hum salimuna, nao ni wazima, asiha, wana afya zao. Na huyu Sa'id bin Musayyib si sahaba, lakini mwanachuoni anayetegemewa ametoa tafsiri hiyo. Wa fi sahihain, na katika sahihi mbili ya Bukhari na Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kwamba Mtume sallam kasema, walladhi nafsi biyadi, na hapa kwa yule ambaye nafsi yangu iko kwenye udhibiti wake, laqad hamamtu, kweli hakika nimekusudia, an amura bihatabi, niamrishe kuni, yuhtataba, zichanjwe au zitafutwe, thumma amura bisalati, kisha niamrishe sala, fayudhana laha, ifanyiwe adhana, thumma amura rajulan, kisha nimwamrishe mtu, faya umma nasa, awe imamu wa watu, awasalishe watu, sio mimi, thumma ukhalifa, kisha mimi nirudi nyuma, ila rijali, nende kwa watu, la yashhaduna salata, hawahudhurii sala, fil jamaa, katika jamaa, fa uhriqa alaihim buyutahum binari, nikawachomee nyumba zao kwa moto. Nilitamani hivyo, lakini Mwenyezi Mungu akamkataza. Wa fi riwayatin li Muslimin, na katika mapokeo mengine ya Muslim aidan vile vile, min hadithi Abi Huraira, kutokana na hadithi Abi Huraira, laqad hamamtu, kweli hakika nilikusudia, an amura, niamrishe. Neno gani linalofuata mbele? Fatayaini, niamrishe vijana wawili, an yajma'u liya, wanikusanyie mimi, huzuman, mizigo ya kuni. Huzuman ni mizigo ya kuni, min hatabi, mizigo ya kuni. Thumma atiya qauman, kisha niwaendee watu, yusalluna fi buyutihim, wanasali majumbani mwao, laysat bihim illatun, hakuna kwao ugonjwa au dharura, fa uhriqaha alaihim, niwachomee moto majumba yao. Na hadithi hii ishatangulia kutajwa vile. Namba 5 kasema sahihi, rawahu Muslim, kaipokea Muslim katika hadithi ya 651. Wa fi hadha alhadithi sahihi, na katika hadithi sahihi, wal ayati, na ile aya alati qabla yake, waidun shadidun, kuna kemeo kali, liman yatruku salata aljamaati, kwa anayeacha sala jamaa, min ghairi udhrin, pasina udhuru. Faqad rawa Abu Dauda, kwa anayepokea Abu Daud, fi sunani, katika sunna zake, bi isnadihi, yani sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam alizopokea sunna ni Abi Daudi maarufu, bi isnadi, kwa mlolongo wake, an Ibn Abbas, mpaka kwa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, qala, kasema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, man sami'a almunadiya, atakayesikia muhitaji, yani muadhini, falam yamna'hu min itiani, na lisimzuie kumjia huyo muadhini, yani msikitini, udhuru wowote. Qila, pakasema, wa mal udhuru ya Rasulullah, na udhuru ndio nini ya mjumbe Mwenyezi Mungu? Qala, akasema, khaufun, kuwa na hofu, akija msikitini atapata athari kule kwake anakoondoka, au huko anakokuja, au maradhun, au ugonjwa, basi lam tukbal minhu salatu allati salla, haitokubaliwa sala yake alosali, yani fi baiti, katika nyumba yake, kama hajawa ana udhuru. Mwanamume kusali nyumbani awe na udhuru.
kama hana udhuru ana matatizo. Warawa Tirmidhi, akapokea Tirmidhi an Ibn Abbas radhiallahu anhuma annahu suila an rajulin, kwamba yeye Ibn Abbas aliulizwa kuhusu mwanamume mmoja, yasumu nahara, anafunga mchana za fardhi na za sunna, wa yakumu laila, na anasimama kusali mpaka sala za usiku, wala yusalli fi jamaatin, lakini yasali ndani ya sala jamaa, wala yujammi'u bitashdid almimi, wala yujammi'u wa bidhammi alyai, wala yujammi'u, wala hasali sala ya Ijumaa, ndio yujammi'u. Idha mata fahuwa fi nari. Ibn Abbas akasema huyo akifa ni motoni. Ibn Abbas mkali sana, angesema huwa mukhtiun, yeye kakosea, kuliko kusema motoni. Maana mambo ya kuamua moto anaamua Mwenyezi Mungu na mtume, lakini Ibn Abbas wakati mwingine anakereka, anasema kwa ukali. Na hii ndio wameichukua wenzetu hao wa sasa wa salafia, neno si neno finari jahannama, neno si neno finari jahannama. Lakini kuamua sana swala la moto tumwachie mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumefahamiana eh? Lakini ukisema hivyo anakasirika, kashasema Ibn Abbas, we nani? Lakini pamoja na Ibn Abbas wake hajaambiwa maasum kwamba yeye hafanyi makosa au hafanyi dhambi, maasumia si yake. Tumefahamiana eh? Ala kul hali, lakini akasema maneno makali sana Ibn Abbas. Warawa Muslimun, na kapokea Muslim, anna rajulan a'ma, kwamba mtu mmoja asiyeona, wenyewe hawapendi kuitwa vipofu, wanapenda kuitwa wasioona, na wametutahadharisha kwenye masemina mbalimbali, kwa hivyo tutumie wasioona eh? Rajulan ama, mtu mmoja asiyeona, jaa ila nabii, alikuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, faqala, akasema, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Mungu, laisa li qaidun, sina kiongozi, yani yule wa kunishika mkono, yakuduni, atakayeniongoza ila almasjidi, kuja msikitini, fahal li rukhsatun, je mimi nayo rukhsa, an usalli fi baiti, kusali nyumbani kwangu? Farakhasa lahu, Mtume sallallahu akamruhusu asali nyumbani. Falamma walla, alipoondoka, daahu, akamwita, faqala, akasema, hal tasma'u nidaa bis-salah, je unasikia wito wa sala? Qala naam, kasema ndio. Qala faajib, kaambia basi itikia wito wa nini? Wa sala. Hadithi hii tuchaisema huko nyuma, lakini tulisema ina tawili mbili zenye mzozo. Manake kamwambia njoo msikitini, au kamwambia ikifika wakati wa adhana tu uko nyumbani kwako swali? Manake hapa kamruhusu, halafu akamwita akamwambia, umesikia, unaisikia adhana? Sasa kwani kusikia adhana na kutokusikia adhana kungeweza kumsababishia asije msikitini kama anazijua nyakati? Yeye alitaka amsaidie zaidi kwamba huyu hawezi kuja msikitini haoni, na kama haisikia adhana atajua aje nyakati za sala? Kwa hivyo alitaka amsaidie kuwa kama hasikii angempa formula ya kutumia ili ajue nyakati za sala, lakini madhali isikia basi akamwambia sali. Haingii akilini kwamba mtu kipofu, na kuna riwaya nyingine inasema na njiani kuna nyoka na wadudu wakali, fisi, halafu amwambie njoo alfajiri kiza lishai, lakini ndio tawili. Wa fi riwayati Abi Daud anna ibn Ummi Maktum, kwa hivyo katajwa kwa jina katika riwaya ibn Abi Daud, huyu ni ibn Ummi Maktum. Tupate adhana kwanza. الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. وفي رواية أبي داود أن ابن أم مكتوم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم, kwamba ibn Umm Maktum alikuja kwa Mtume صلى الله عليه وسلم, waqala, akasema, ya Rasulullah, mjumbe wa Mwenyezi Mungu, innal madinata, hakika mji wa Madina, kathiratul hawami, una wadudu wengi, wasibai, na wanyama wakali. Hawam ni wadudu wanaotambaa ambao wanaokwenda chini wakaathiri, kama nyoka, nge, ndio hawam. Na Madina kweli ni mji wenye aina hiyo, kwa sababu ardhi yake ni kavukavu na ni ya joto, ina watu. Wasibai, na wanyama wakali kama vile simba, chui, fisi, wanaitwa sibai. Wa ana dharirul basari, na mimi nimedhurika na mtazamo, yani sioni. Fahal li rukhsatun, je kuna rukhsa kwangu, an usalli fi baiti, nisali nyumbani kwangu? Faqala lahu an-nabii, Mtume sallallahu alayhi wasallam akamuuliza, tasma'u hayya ala salah hayya ala al-falah, uko uliko unasikia hayya ala salah na hayya ala falah? Qala naam, kasema ndio. Qala faajib, basi itikia. Fa hayya hala, basi haya itikia. Manake wengine wametafsiri manake njoo msikitini, wengine sema hapo tena wewe simama usali. Wa fi riwayatin, na katika wengine na ukala kwamba ikamwambia, ya Rasulullah, inni dharirun, mimi sioni, shasi'ud dari,
ni wa mbali nyumba yangu, wali qaidun, na mimi naye kiongozi anayeniongoza, la yulaimu, ni halingani na mimi, wakati mwingine anakataa, wakati mwingine anakuja. Fahali ya rukhsatun, na rukhsa. Wa qawluhu fahayya hala ay ta'al, kwa maana njoo, aqbil, elekea kwenye sala. Hivi ndio alipotafsiri yeye, lakini nimesema inaweza kutafsiriwa na wengine kwamba haya ikifika nafasi hiyo, kama unasikia maka aliposema nyumba ya mbali, inawezekana taadhana haisikii, kwa hivyo swali huko. Kuna riwaya hii inatafsiriwa kwamba aje, na kuna riwaya inasema asali nyumbani kwake kwa sababu yana udhuru. Lakini tushuka chini tutaona. Warawa al-Hakim fi mustadraki, na kapokea Hakim katika kitabu chake kinaitwa Mustadrak, ambacho hichi kimekuja kuzipokea hadithi ambazo Bukhari na Muslim hawakuzitoa, lakini kama wangezipata wangezitoa, hawakuzipata tu, na vile vile ziko nyingine za ziada. Ndo ikiitwa Mustadrak, manake ni zile ambazo zimetimiza masharti ya Bukhari na Muslim, lakini hawakuzitoa Bukhari na Muslim kwa sababu hawakuzipata. Kasema ala sharti sahihaini, tena hadithi hiyo imetimiza vigezo vya sahihi mbili za Bukhari na nani na Muslim. An ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallam kasema. Na haya mambo mengine tutayafahamu tutakaposoma mustalahul hadithi kama tulivyokubaliana. Wa man sami'a an-nidaa falam yamna'uhu, atakayesikia wito wa adhana na kisimzuie, min itibaihi, kufuata, udhuru wote, fala salata lahu, hana sala. Kwa hivyo ina maana upo udhuru wa kumzuia mtu. Qalu, wakasema, wa mal udhuru, na udhuru ni nini ya Rasulullah? Qala, akasema, khaufun au maradhun, hofu au ugonjwa. Sasa yule sikasema mji wa Madina una wadudu wengi na wanyama wakali, na mimi sina mtu wa kuniongoza wa uhakika. Sasa hiyo si hofu? Na kwani aliposema ina wanyama wakali na wadudu, maana yake nini? Wajaa anin nabii, na limekuja na zote hadithi zote hizi namba ndo zile za chini kule, imeshatangulia kutaja. Wajaa anin nabii sallallahu alayhi wasallam qala, na imekuja kutoka Mtume sallam kwamba amesema, laana Allahu thalathatan, Mungu watu watatu kawalaani. Laana Allahu thalathatan, Mungu watu watatu kafanyaje? Kawalaani. Wa kwanza, man taqaddama qauman, aliyewatangulia watu kuwasalisha, wa hum lahu karihuna, na hali ya kuwa wao yeye wanamchukia, hawamtaki, analazimisha uimamu. Hapa kwetu wametokea mambo hayo. Zanzibar hii ina vituko. Kuna mtu mmoja aliwahi kuwa na cheo serikalini, alafu alikuwa anatesa watu, lakini huko kijijini kwao alikuwa anataka waimamu wa msikiti, alikuwa analazimisha, ikawa kazi kweli. Wengine tulimwambia akatuchukia, mpaka leo yule bwana hajatupenda kwa sababu ya kumwambia. Sisi hatusemi sala yako batili, watu hawakutaki. Sasa kwa nini wasalishe watu ambao hawakutaki? Wa hum lahu karihuna, unatafuta laana bure tu. Mimi mkisema nsisalishe, sisalishe. Mimi hapa tu mkisema shekhe hatukutaki tena kwenye darsa kwa sababu wewe una chama chako, nitaondoka. Si hamnitaki, kwa tatizo liko wapi? Kwa nini ning'ang'anie nisipotakiwa? Hawa watu wetu hawafahamu yake, kukataliwa hawajui. Ndio maana mpaka ufanywa vituko na akina mama vya kila aina, kesha ambiwa hatakiwi, yeye yupo tukang'ang'ania. Turudi bwana kwenye maudhui, tusisemwe. Wa hum lahu karihuna. Wa mraatan, na mwanamke, wote hawa ni badal. Laana Allahu thalathatan, man taqaddama qauman wa hum lahu karihuna. Wa mraatan, na mwanamke, batat, amelala usiku, wa zawjuha, na mumewe, alaiha, juu yake, sakhitun, kanuna, ana hasira, hampi mchezo wake anaotaka na hana sababu yoyote, haki zake hazitendeki. Wa rajulan, na mwanamme, samia hayya ala salah hayya ala alfalah, thumma lam yujib, kisha kuitikia kusali. Wa qala Abu Huraira, kisema Abu Huraira, la an tamtalia udhunu ibni adama risasan mudhaban khairun min an yasmaa hayya ala salah hayya ala alfalah thumma la yujibu, kuwa lijazwe sikio la mwana wa Adamu risasi iliyoyayushwa. Sio risasi ya kupigwa mtu, risasi ile ya kuunganishia mabati na vyuma kama vile welding. Khairun, ni bora, min an yasmaa, kuliko kusikia hayya ala salah hayya ala falah thumma la yujibu, kisha haitikii wito ule kwa kusali kama ana udhuru japo nyumbani kwake, au kwenda msikitini kama hana udhuru. Wa qala Ali ibn Abi Talib, nakasema Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, la salata li jari almasjidi illa fil masjidi,
hakuna sala kwa jirani wa msikiti isipokuwa msikitini. Qila, pakasemwa man jarul masjid, jirani wa msikiti nani? Qala man yasma'u al-adhan, akasema yule anayesikia adhana ndo jirani wa msikiti. Qala aidan, kasema tena Ali ibn Abi Talib, man sami'a nida, atakayesikia adhana wito, falam yatihi, asiufuate, lam tujawiz salatuhu, haitovuka sala yake rasau, kichwani mwake, akenda haitopanda juu kwenda zake kupokelewa, hata kichwa chake haivuki, illa min udhrin, isipokuwa kwa udhuru. Riwaya hiyo nayo imeshatangulia kutaja. Kwa hivyo inaonekana udhuru upo, illa min udhrin, isipokuwa kwa udhuru upo. Haya bwana. Waqala ibn Mas'ud radhiyallahu anhuma, na akasema Mas'ud radhiyallahu anhu, man sami'a man sarrahu an yalqa Allah ghadan, atakayefurahishwa na kukutana Mwenyezi Mungu kesho, musliman, ni muislam, falyuhafidh, basi nazitunze, ala hadhi salawati al-khamsi, hizi sala tano azisali vizuri, haithu yunada bihinna, pale zinapoitwa kwa ajili yake, mara tu baada ya adhana aanze kushughulika nazo. Fa inna Allah ta'ala shar'a li nabiyikum sallallahu alaihi wasallam, kwani Mwenyezi Mungu ameweka sheria kwa nabii wenu sallallahu alaihi wasallam, sunan al-huda, mienendo ya mwongozo, wa innaha, na hii sala jamaa, min sunan al-huda, katika sunna za miongozo. Walau annakum sallaitum fi buyutikum, na kama nyinyi mtasali majumbani mwenu, kama yusalli hadha al-mutakhallifu, kama anayesali huyu anayekaa nyuma, fi baiti, nyumbani kwake. Inaonekana wakati wa Ibn Abbas, Ibn Mas'ud alikuwa mwanachuoni anafundisha, na Mtume sallam kisha kufa, na akaletewa kesi ya mtu anayesali nyumbani siku zote, ndo akaikemea. Walau taraktum sunnata nabiyikum, na kama mtaiacha sunna nabii wenu, la dhalaltum, tapotea. Wala qad ra'aytuna, tena tu dhumma, wala qad ra'aytuna, na kweli hakika nilijiona sisi, wama yatakhallafu fi baitihi, na habaki mtu nyumbani kwake, ana akaiacha jamaa, illa munafiqun, isipokuwa mtu mnafiki, maalumun nifaqi, unajulikana unafiki wake, au maridhun, au mgonjwa. Ina maana tayari udhuru ushakuwepo. Waqad kana ar-rajulu, na alikuwa mtu, yuta bihi, analetwa, yuhada, anaongozwa, baina rajulaini, baina watu wawili, kakamatwa huku na huku, ubera, analetwa, hatta yuqama, mpaka anasimamishwa, fi safi, ndani ya safu, yani yattakiu alaihima, kwa maana anawategemea watu wawili kumleta, min dhafi, kutokana na udhaifu wake. Huyu akifanya hivi sahaba, hirsan ala fadliha, juu ya kuwa na pupa ya kuzipata fadhila za sala nini ya jamaa, si faradhi kwake kutokana na hali hii, lakini anavyozitaka zile fadhila anajilazimisha. Wa khawfa min al-ithmi fi tarkiha, na anaogopa asije akapata dhambi kwa kuiacha, kwamba asije akaonekana hana udhuru wowote. Haya ndio aliyosema Ibn Mas'ud. Fasli ya mwisho, wa fadlu salati aljamaati adhimun, na ubora wa sala jamaa ni mkubwa, kama fi tafsiri kauli taala, wala katabna fi zaburi, na kweli hakika tuliandika katika Zaburi, min ba'di dhikri, baada ya kumbukumbu, anna al-ardha arithuha, kwamba ardhi watairithi, ibadi as-salihuna, waja wangu waliowema, innahum al-musalluna salawati al-khamsa, hakika wale wanaosali sala tano, fil jamaati, katika jamaa. Ndio ilivyotafsiriwa. Wa fi kauli taala, na kauli ya Mwenyezi Mungu, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, na tunaandika walivyotanguliza na masalio yao, ay khutahum, kwa maana hatua zao za kwenda msikitini. Wa fi sahihi, na katika sahihi, na Rasul sallam qala, mtume kasema, man tatahara fi baitihi, aliyejitia tohara nyumbani kwake, udhu na kila kitu, thumma masha ila baiti min buyuti llahi, kisha akenda katika nyumba miongoni mwa nyumba za Mwenyezi Mungu. Zamani misikiti ilikuwa haina vyoo na mifereji ya kutosha, kwa hivyo mtu atie zaidi wapi? Udhu nyumbani kwake. Lakini bado mpaka leo kutia udhu nyumbani, ukaenda msikitini na udhu wako, kuna fadhila kubwa. Liyaqdhiya faridhatan, atimize fardhi, min faraidhillahi, katika fardhi ya Mwenyezi Mungu, kanat, zitakuwa khatawatuhu au khutuwatuhu, inajuzu kusema khatawatuhu na khutuwatu, bidhammi al-kha'i wat-ta'i, na bifathi al-kha'i wat-ta'i zote, na bisukuni ta'i. Khatwat inajuzu na khutwat inajuzu. Kwa hivyo hapa pana lahaja nne: khutuwat kwa kha yenye dhumma na ta yenye dhumma, khatawat kwa kha yenye fatha na ta yenye fatha, khatwat kwa kha yenye fatha na ta yenye sakna, khutwat kwa kha yenye dhumma na ta yenye sakna. Lahaja zote nne zinafaa. Nimependa kusema khutuwat, wala tattabi'u khutuwati shaitan. Kai hatari. Kanat khutuwatuhu au khatawatuhu, ihdaha, moja yake, tahuttu khati'atan, inaangusha kosa kusamehewa, wal ukhra, na nyingine, tarfa'u darajatan, inanyanyua daraja kupandishwa. Fa idha salla, atakaposali, lam tazali malaikatu tusalli alayhi, malaika watakuwa wanamtakia rehema, maadama fi musallahu, muda ambao kwamba yumo ndani msala wake, alladhi salla fihi,
aliosalia ndani yake, kama sisi hapa baada ya magharibi mpaka tulipo hapa, malaika wanatutakia nini? Rehema, na inshallah tuyakute katika mema yetu. Yaquluna, malaika watasema Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu ma lam yu'dhi fihi au yahduthu fihi, muda ewe Mwenyezi Mungu msamehe makosa yake, ewe Mwenyezi Mungu mpe rehema, muda ambao kwamba hajamuudhi mtu ndani yake. Isije kuwa tena umekaa hapa unaanza kukera watu, mara umemuomba mtu, mara umemsukuma, mara au hujatenguka udhu. Ukitenguka kachukue tena. Ndio maana naona baadhi ya jamaa hapa mara kwa mara wananyanyuka tena kwenda kuchukua. Mimi wangu nao haya, ala kulli hal. Waqala sallallahu alaihi wasallam, na hizo thawabu zitaendelea. Mtume salama akasema, ala adullukum ala man ya'mu Allahu bil khataya, je, nisikuonesheni kitu ambacho anafuta Mwenyezi Mungu kwa kitu hicho makosa, wa yarfa'u bid darajati, na ananyanyua kwa kitu hicho daraja. Qalu bala, wakasema hapana, tuambie ya Rasulullah, mjumbe Mwenyezi Mungu. Qala, akasema isbaghul wudhu'i ala al makarihi, kueneza udhu katika viungo. Makarihi hapa viungo, kueneza udhu katika viungo, yani usitie babia ukaufanyia ubakhili. Viungo vyako vyote vipate nini? Vipate maji, vipate udhu inapotakiwa. Wa kasratil khuta ila almasajidi, na wingi wa hatua za kwenda wapi? Misikitini. Wa intidharu salati ba'da salah, na kuingojea sala baada ya sala nyingine kama tulivyopata leo hapa. Na ndo faida nyingine za darsa kubwa, inakufanya usubiri sala mpaka sala, nayo ni faida kubwa sana. Fadhalikumur ribatu, basi hilo ndio doria nyinyi, hilo nyinyi ndio doria, hilo ndio doria. Rawahu Muslim. Ribati inatafsiriwa doria. Doria manake nini? Doria manake ni watu ambao wametoka kwenda kulinda eneo lisihujumiwe na watu. Askari ndo anafanya kinaitwa nini? Doria. Kwa hivyo na nyie mmezilinda thawabu zenu. Kwa mfano hapa mmeswali magharibi halafu hamkuondoka mpaka lishai, kwa hivyo mmefanya doria, zisipotee zile thawabu, mmezilinda kama ilivyokuwa kikosi cha ulinzi kinalinda eneo lisiibiwe wala lisishambuliwe na adui, na nyie mmezilinda thawabu zenu, mmefanya doria hizi zisipotee. Tumefahamiana? Wassalamu alaikum wa rahmatullahi